Hapa tupo katika fukwe za Jimbiza, na katika fukwe hizi mbali kidogo ya hapa, na ukiangalia boti ilipo, na tumetoka kwenye kivutio kimoja maridadi sana kinaitwa Jiwe la Jahazi. Jiwe la Jahazi ni kivutio kimoja kizuri sana ambacho kinapatikana Kilwa peke yake katika dunia nzima. Jiwe la Jahazi linatokana na historia ya maulamaa au ya viongozi wa dini au ya watu ambao walikuwa na imani thabiti ya Uislamu, ambapo kulikuwa na misikiti 99 katika kisiwa cha Kilwa Kisiwani. Na katika misikiti hii kulikuwa na watu ambao walikuwa wanafanya ibada vizuri sana, walikuwa na imani thabiti, na katika misikiti hiyo ilikuwa inatumika kama ulinzi kwa maeneo ya Kilwa Kisiwani. Na ulinzi huo ulikuwa unafanyika kwa namna gani? Ukiangalia kila jamii inakuwa na watu ambao wapo kwa ajili ya ulinzi wa maeneo yao. Sasa Kilwa Kisiwani ilikuwa inalindwa na misikiti pamoja na maulamaa au pamoja na wale wataalam au watu wenye imani ya dini. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya kikubwa ni kwamba kila mgeni ambaye anaingia katika ardhi ya Kilwa Kisiwani walikuwa wanajitahidi kusoma dua ili kuona kwamba yule mgeni anayeingia aidha ni mgeni mzuri au ni mgeni mbaya. Kwa hiyo zile dua zilizokuwa zinaombwa na maulamaa hawa zilikuwa ni kinga dhidi ya watu wabaya katika Kilwa Kisiwani. Na mfano wa hilo ni kwamba endapo jamii yoyote au endapo kundi lolote la watu linaingia katika Kilwa Kisiwani, basi walikuwa wanaingia kwa njia ya majahazi, kwa maana njia ya bahari. Hivyo jinsi walivyokuwa wanaingia, walikuwa wanasomewa dua. Endapo chombo kionekana kinaingia Kilwa Kisiwani, basi ilikuwa inasomwa dua na maustadhi na mashehe na maulamaa, lakini dua hiyo ilikuwa inawapa athari watu ambao walikuwa wanaingia katika kisiwani ambao walikuwa wana nia mbaya. Ila wale wenye nia njema, basi wanaingia na ile dua inakuwa ni ulinzi wao kuweza kufanya biashara zao na kuondoka salama. Lakini ilitokea mara moja ambapo watu walikuja wakiwa na nia ovu ya kuvamia mji wa Kilwa Kisiwani na kuweza kutawala, kwa sababu ulikuwa ni mji wa kihistoria wenye utamaduni na wenye rasilimali nyingi sana. Hivyo basi wale watu walivyokuwa wanaingia na jahazi lao, basi wale maulamaa, mashehe na watu wenye imani waliitana katika misikiti yao hiyo 99. Hivyo walifanya ibada kwa pamoja na kumuomba Mwenyezi Mungu aweze kukilinda kisiwa na watu wabaya kama hao wanaoingia ni wabaya. Basi na hapo ndipo kilipotokea lilipowakuta wale kutokana na nia yao ovu. Kwa hiyo walisomewa dua na ghafla lile jahazi na kila kilichokuwa ndani yake liligeuka na kuwa jiwe. Na leo hii ndio tunaita Jiwe la Jahazi ambalo linapatikana Kilwa Kisiwani peke yake. Katika eneo hili la Kilwa unaweza ukaona vitu vingi sana kutokana na rasilimali zilizopo katika visiwa hivi. Na Kilwa Masoko ni sehemu ya ardhi, lakini ukiingia baharini utakutana na visiwa maarufu sana. Kilwa Kisiwani ni kisiwa ambacho kina utajiri wa historia, kina magofu ya kale, kilikuwa na idadi ya misikiti zaidi ya 99. Lakini leo hii yapo majengo ambayo bado yamesimama, yenye umri zaidi ya miaka 500 mpaka leo magofu hayo yapo. Ukitoka katika Kilwa Kisiwani utaenda katika kisiwa kingine kinaitwa Songomnara. Songomnara ni kisiwa ambacho kinaishi jamii ya watu wavuvi. Katika kisiwa cha Songomnara utaweza kujionea mandhari mazuri ya mikoko ambayo ipo pembezoni mwa bahari. Katika maeneo yale utakutana na lagoon moja nzuri sana yenye maji meupe yanayong'aa ambao unaweza ukaogelea na ukaenjoy. Kwa kuwakaribisha Kilwa, kwa pamoja wote tunasema Kilwa ni njema na anayetaka na aje. Karibuni sana.